Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV, karibu katika kapu la habari. Ni kuwasilishie taarifa ambazo zimeshughulisha chumba cha habari kwa siku ya leo kwa upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Rajab Shaban Matuga, nitakayesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania tutakuwa naye Saadi Suleiman hapo baadaye. Awali ya yote mtazamaji, tuangazie mukhtasari wake. Watu 9 wamefariki dunia na wengine 44 kujeruhiwa kufuatia ajali ya basi la abiria na lori la mizigo katika eneo la Melala Kibaoni, wilaya ya Mvomero, barabara kuu ya Morogoro Iringa. Ujenzi wa shule mpya sekondari kwa mwarobaini ya changamoto zinazowakabili watoto wa kijiji cha Nyaburundu, halmashauri ya wilaya ya Bunda, mkoani Mara. Katika habari za kimataifa, ndege ya India iliyokuwa inaelekea London ikiwa na abiria 242 yaanguka dakika chache baada ya kupaa kutoka mji wa Ahmedabad nchini India. Naam, mtazamaji, nikukumbushe mbali na kuyafuatilia matangazo haya kupitia kisimbuzi chako cha Azam, lakini pia unaweza kuipata taarifa yetu ya habari kupitia YouTube YouTube account ya Mahasin TV official channel. Tuanze na habari za kitaifa kutoka mkoani Morogoro. Watu 9 wamefariki dunia na wengine 44 kujeruhiwa baada ya basi la kampuni ya Hai lenye namba za usajili T 523 EKM kugongana na lori lilokuwa limebeba shehena ya sukari lenye namba za usajili T 406 CZS likiwa na tela lenye namba T 804 BUB katika eneo la Melala Kibaoni, wilaya ya Mvomero, mkoani Morogoro, katika barabara kuu ya Morogoro Iringa. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Alex Mkama, amesema ajali hiyo iliyotokea majira ya alfajiri ya Juni 12 mwaka huu 2025 wanamtafuta dereva wa lori hilo aliyetoroka baada ya ajali hiyo. Gari yenye namba za usajili T 523 EKM, hii ni aina ya Higa basi, likiendeshwa na dereva anaitwa Hussein Mohamed Mkwizu mwenye umri wa miaka 59, mkazi wa Dar es Salaam, ambaye amefariki kwenye ajali hiyo. Likitokea mkoani Mbeya kwenda mkoani Dar es Salaam, iligongwa na lori la mizigo lenye namba za usajili T 406 CZS na tela lake namba T 804 BUB aina ya Scania. Hii ikiendeshwa na dereva ambaye nimesema anatafutwa na kusababisha vifo vya watu 9. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa lori kushindwa kulidhibiti gari lake na kupoteza uelekeo kisha kuligonga basi. Yeye huyu alikuwa anashuka anatokea Morogoro anakwenda uelekeo wa Iringa. Afisa uhusiano hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro Bi Scholastica Ndunga, akitoa taarifa kwa niaba ya mganga mfawidhi wa hospitali hiyo, amesema majeruhi 44 wamepokelewa, ambapo kati ya hao 7 ni watoto. Hospitali tumeweza kupokea majeruhi wapatao 44. Kati ya hao watu wazima ni 37 na watoto ni 7. Kwa upande wa hao watu wazima, wanaume ni 19, wanawake ni 18. Na kwa upande wa watoto hao 7, wanaume ni 2, wanawake ni 5. Lakini pia kupitia hiyo ajali tuliweza kupokea maiti moja ambayo alifariki njiani wakiwaleta huko hospitali, lakini maiti zingine 8 ambazo zimeletwa. Kati ya hizo maiti ambazo jumla ni 9, zimetambulika 4. Kwa hiyo mpaka saa hizi wagonjwa wanaendelea kupata huduma na hali zao zinaendelea vizuri.
Kwa upande wao, baadhi ya majeruhi wa ajali hiyo wameeleza walichokishuhudia hadi kutokea kwa ajali hiyo. Tumepanda gari Hai Express kutoka Mbeya saa 12:30. Tukaja tukafanya kituo kidogo kwa ajili ya chakula pale Mbeya Iringa. Baada ya hapo tukaendelea na safari. Dereva alikuwa mzuri tu kwa sababu alikuwa na mwendo wa kawaida kabisa. Kama kilomita 35 hatujafika hapa Morogoro. Ndio nilikuwa nimepitiwa na usingizi kidogo. Ndio mara nasikia kishindo, nasikia kelele za watu. Nilipodondoka gari letu likakosa mwelekeo, likapaa likadupukia darajani. Baada ya pale nilichokishuhudia ni dereva anakimbia. Alikotokea sijui. Kwa na mimi nikafuata nyendo zile zile, lakini sasa kinaweza nitokea wapi sijui, ila nikajikuta niko nje. Nikaanza kuomba msaada nikiwa darajani kwa chini sasa. Aidha, wakazi wa eneo lilipotokea ajali hiyo akiwemo mwenyekiti wa kijiji wameziomba mamlaka husika kuangalia kwa jicho la kipekee eneo hilo kwa kuwa limekuwa likisababisha ajali za mara kwa mara. Kwa tukio kama hili mwenyewe nasikitika sana kwa ajali iliyotokea hapa kwenye kijiji changu, na pia kumshauri mimi nilikuwa naomba kama kuna uwezekano hawa watu wa TANROADS watufanyie mpango hii eneo barabara ili watutanulie hii eneo, manake kila mwaka ajali lazima ziwe zinatokea hapa. Na sio moja, 2 au 3. Tena hii kona imekuwa hatarishi. Madereva wengi sana wanaizungumzia hii kona hii. Yaani hapa nilikuwa naomba hapa patanuliwe zipatikanike hata kama njia 3. Tunaenda Dar es Salaam. Sasa asubuhi hapa ndio tumekutana na hii lori ambayo ilikuwa inatoka Dar mjini Morogoro inaelekea Mbeya. Inaposemekana ili feri hapa ikateleza ikakwangua, kwa hiyo container ndio ikabaki barabarani. Huyu bwana mwenye basi wakati anatoka chini ndo akakutana na container moja kwa moja, ikabidi aivae. Kwa hiyo kipisi chengine cha tela na kibini ya Scania ipo darajani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo ya tanzia kutoka mkoani Morogoro, tunavuka maji tukielekea visiwani Zanzibar. Rais wa Zanzibar na ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali ya Mapinduzi Zanzibar inajipanga kuendelea kujenga miundombinu ya viwanja vya ndege ili kufanya kuwa kituo bora cha utoaji wa huduma za usafiri wa anga. Amesema upanuzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume na ujenzi wa uwanja wa ndege wa Pemba ni miongoni mwa juhudi zinazochukuliwa na serikali kuimarisha huduma za usafiri wa anga. Dr. Mwinyi amesema hayo mara baada ya kufungua mkutano wa huduma za usafiri wa anga pamoja na utalii Afrika unaofanyika jijini Zanzibar. Tunategemea kupata mashirika ya ndege ambayo yatakuwa sasa tayari kuleta ndege zao hapa Zanzibar, jambo ambalo litatuongezea utalii. Lakini vile vile kama mlivyosikia, kuna mashindano kadhaa yanayofanyika kuhusu ubora wa viwanja vya ndege katika kutoa huduma za viwanja vya ndege. Na sisi Zanzibar tumepata bahati ya kupata zawadi katika maeneo kadhaa. Yote haya yanaonyesha kwa kiasi gani huduma zetu zimekuwa bora zaidi za utoaji wa huduma katika viwanja vyetu vya ndege. Na nimewaambia vile vile kwamba sio kutoa huduma tu, lakini tumejipanga kuendelea kujenga miundombinu hapa Unguja katika kiwanja hiki cha Abeid Amani Karume, lakini vile vile katika kiwanja cha ndege cha Pemba kukifanya kiwe cha kimataifa sasa, ambako nako tutavutia sana uwekezaji na utalii. Wakati huduma za usafiri wa anga ikiwa ni kichocheo muhimu cha ukuaji wa sekta ya utalii inayochangia 30% ya pato la nchi, Rais Dr. Mwinyi amesema kufanyika kwa mkutano huo wa 9 wa masuala ya anga na utalii kisiwani Zanzibar ni fursa muhimu ya kuitangaza Zanzibar kimataifa. Lakini vile vile tunautumia mkutano huu kuitangaza Zanzibar kimataifa katika maeneo ya utalii. Matarajio ni kwamba kama tulivyosema, wadau walioko hapa ni mashirika ya ndege karibu mengi sana yako hapa, lakini waendeshaji wa viwanja vya ndege, lakini vile vile watu wanaohusika na utalii. Kwa hiyo kwa njia moja ama nyingine tutakuwa tumeitangaza Zanzibar kimataifa. Tunategemea kupata watalii wengi zaidi. Tunategemea kupata mashirika ya ndege ambayo yatakuwa sasa tayari kuleta ndege zao hapa Zanzibar, jambo ambalo litatuongezea utalii. Mkutano huo wa kimataifa wa masuala ya anga na utalii ni wa 9 kufanyika, ukifanyika kwa siku 3 ambapo umejumuisha mashirika takribani 40 ya ndege barani Afrika.
Asante sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka kisiwani Zanzibar. Mtazamaji, tukirejea Tanzania bara, tunaelekea huko mkoani Katavi. Pamoja na kuwa mkoa wa Katavi ni miongoni mwa mikoa wazalishaji wakuu wa mazao ya chakula nchini, lakini bado mkoa huo hali ya lishe imetajwa kuwa hairidhishi, hatua inayosukuma mkoa huo kuendelea kuchukua hatua madhubuti, ikiwa ni pamoja na kuongeza virutubishi kwenye chakula kupitia teknolojia ya usindikaji wa mazao. Saadi Suleiman anasimulia undani wa taarifa hii kutoka mkoani Katavi. Katika hatua hiyo, mkoa wa Katavi umepokea mashine 20 mpya za usindikaji mazao kwa ajili ya kuongeza virutubishi kwenye vyakula. Akiwaongoza wadau wa chakula katika kikao kazi kilichofanyika ofisini kwake, mkuu wa mkoa wa Katavi Bi Mwanamvua Mrindoko amesisitiza umuhimu wa kutoa elimu kwa jamii juu ya lishe bora na virutubishi ili kukabiliana na dhana potofu juu ya vyakula vilivyorutubishwa. Ni kuhakikisha jamii inatumia vyakula hivyo vyenye virutubishi ili kuweza kubadilisha hali ya lishe, kuondokana na udumavu na kupata lishe bora. Kwa hiyo kwenye vipengele vyetu, kwenye mkakati wa lishe wa kimkoa na hata kwenye ule mkakati wa lishe wa kitaifa, wakurugenzi pamoja na wakuu wa wilaya muone namna ambayo maafisa hawa moja kwa moja watakuwa na wajibu na wataingizwa kwenye upimaji utakaohakikisha viwanda ambavyo vitakuwa vimeteuliwa vinafanya shughuli hii ya kuongeza urutubishaji, lakini na maafisa afya watashughulika pia na kupima, kujiridhisha na kuhakikisha na kuconfirm kwamba kweli virutubisho hivyo vimeongezwa kwenye chakula. Hadi sasa mashine 15 kati ya 359 zinazotumika kusaga unga zimeboreshwa kurutubisha chakula, sawa na 73% ya mashine zote zilizopo mkoani humo. Lakini bado mkoa unakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo usimamizi hafifu wa kanuni, taratibu na miongozo ya uongezaji virutubishi kwenye vyakula. Na ndio maana hapa viongozi wote ngazi ya halmashauri, kwa maana wakuu wa idara wanaohusika, lakini pamoja na wakurugenzi watendaji, ndio maana mko hapa kwa ajili ya kupewa uelewa ili kwenda kubadili fikra na mtazamo, na baada ya hapo kusimamia vizuri kuhakikisha kwamba uongezaji wa virutubisho kwenye vyakula unaeleweka na kwenda kusimamia utekelezaji wake kwenye jamii. Kikao hicho kimehitimishwa kwa kauli ya pamoja inayotaka wadau wote kuongeza kasi ya utoaji elimu ya lishe, kutumia teknolojia za kurutubisha chakula na kushirikiana katika kuleta mabadiliko chanya ya kiafya kwa jamii ya mkoa wa Katavi. Pamoja na vyakula vingine vipo, lakini mtu tunayemlenga zaidi anayekunywa uji asubuhi, mchana anakula ugali na usiku anakula ugali. Kwa hiyo ili kupata vile vyakula vingine inakuwa kwa changamoto kutokana pia na mambo ya kifedha, lakini upatikanaje. Kwa hiyo ongezaji wa virutubishi kwenye chakula inaenda kujibu hizi changamoto za kilishe. Kwa hiyo jamii ipokee, na hii zoezi limeanza kufanyika muda mrefu sana. Kwa sasa hivi kwa mfano kwa viwanda vyetu vya ngano viko 9 nchi nzima na vyote vinaongeza virutubishi kwenye chakula. Kwa hiyo kwa pamoja tumekuwa tunafanya juhudi mbalimbali kupitia jopo la wataalamu kuhakikisha kwamba hao wasindikaji hawaingii gharama yoyote wala hawaoni kama ni changamoto, bali waone kama ni fursa ya kufanya biashara zao vizuri. Kwa hiyo watu tunasaidia katika nyanja tofauti kuhakikisha kwamba wanafikia vile viwango vinavyotakiwa na mamlaka zetu kama TBS. Asante sana Saadi Suleiman kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi. Mtazamaji, tukitoka kanda magharibi tunarejea kanda ziwa na sasa tunaelekea huko mkoani Mara. Wanafunzi zaidi ya 300 kutoka katika kijiji cha Nyaburundu, halmashauri ya wilaya Bunda mkoani Mara, wanakwenda kuondokana na changamoto mbalimbali zinazowakabili, ikiwa ni pamoja na hatari ya kukatisha masomo kutokana na kutembea umbali mrefu kufuata elimu ya sekondari katika kijiji cha jirani. Hilal Sefuriami ana masimulizi kamili ya taarifa hii. Na hiyo ni baada ya serikali kutoa zaidi ya shilingi milioni 500 ili kujengwa shule ya sekondari katika kijiji cha Nyaburundu. Awali, kabla ujenzi wa shule hiyo, iliwalazimu wanafunzi wa sekondari kijijini hapo kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 15 kwenda na kurudi shule ya sekondari Esperanto. Kuna kipindi mvua zikinyesha, mito inajaa, ambayo inapelekea wanafunzi kushindwa kupita kwenda shule. Unakuta kuna kipindi cha mitihani, wanafunzi anashindwa kwenda kufanya mtihani kwa hiyo siku,
ambayo inapelekea taaluma kushuka. Umbali umekuwa ukituasili. Wakati hata asubuhi tukiamka kwenda kuhesabu namba tunaamka saa 11. Mambo mengi tumekutana nayo njiani, saa zingine wachawi wanatujaribu njiani. Saa zingine tunakutana yani tena vibaka wanatukimbiza. Lakini kwa mkono wa Mungu tunafika shuleni na tunarudi. Ujenzi wa shule hiyo mpya umefikia zaidi ya 95% na kukamilika kwake kutawawezesha wanafunzi wanaotoka kijiji cha Nyaburundu kwenda shule Esperanto kusoma karibu na makazi yao. Tuna jengo la utawala tayari limeshaisha, limekamilika. Tuna madarasa 8 pamoja na ofisi 2, zote zimekamilika 100%. Pia tuna maabara ambazo sasa hivi ziko kama 99% kwa sababu imebaki mfumo wa gesi tu. Lakini pia tuna jengo la tehama nalo pia limekamilika. Tuna jengo la maktaba nalo limekamilika kwa 95% kwa sababu ndo tu kazi iliyobaki ndo kama vile unavyoona vigae wanavyoendelea kuweka pale. Lakini pia tuna swala la vyoo vya wasichana na wavulana tayari vimekamilika. Mwaka 2022 tulikuwa na idadi ya wanafunzi kama 113 ambao walihitimu kwenda sekondari ya Esperanto, lakini mwaka jana waliohitimu mwaka 2024 walikuwa 84. Kwa mantiki hiyo ni kwamba mpaka sasa hivi tunategemea uwepo wa wanafunzi. Tarehe 8 mwezi wa 7 tutakuwa na wanafunzi kama 197. Changamoto ambayo ilikuwa inaikumba hiki kijiji ni kwamba ule umbali stili, tena wachana na ule umbali, ni kwamba idadi ya wanafunzi ambao walikuwa naenda kule walikuwa ni wengi kiasi kwamba drop out ilikuwa ni kubwa sana ukilinganisha na wale ambao walikuwa wanatoka kwenye vijiji vingine. Kwa upande wao, wakazi wa kijiji cha Nyaburundu wakiongozwa na mwenyekiti wao wamejitokeza kufanya usafi eneo la shule mpya kijijini hapo ilikuwa tayari kuwapokea wanafunzi wa kidato cha kwanza mapema mwezi Julai shule zitakapofunguliwa. Naombeni ndugu zangu wazazi, watoto ambao hawaendi shuleni sasa kwa ajili ya umbali, tarehe 8 mwezi wa 7 shule hii inafunguliwa. Mnunulieni watoto vifaa ambavyo alikuwa amesha tupa. Naombeni mnunulie sasa, shule iko karibu. Naombeni muape hamasa waje hapo. Sisi enzi tunasoma tukitoka shule msingi Nyaburundu kwenda Esperanto ilikuwa ni kilomita nyingi, almost kilomita 8. Na zilikuwa zinatupa changamoto sana kufika kule na mpaka kurudi huku. Na ndio maana changamoto zilikuwa zinajitokeza. Lakini tunampongeza Mheshimiwa Daktari Samia kwa kuliona hili jambo ni sahihi kufika kijiji cha Nyaburundu. Tunapokuwa tunasema kwamba serikali sikivu, wananchi waone kweli ni sikivu. Kwa sababu siwezi kurudia maneno ambayo wengine wameshasema, changamoto zilizokuwa hapa zilikuwa ni kubwa sana kwa watoto wetu. Tuna asilimia karibu 30 ya watoto walikuwa wamaliza shule. Na sababu ni hizo ambazo zimetajwa na wenzetu. Asante sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Mara. Mtazamaji, kwingineko tunatoka kanda ya Ziwa tunaelekea kanda ya Kusini kutoka huko mkoani Mtwara. Bodi ya korosho nchini CBT kwa kushirikiana na taasisi ya utafiti wa kilimo TARI tawi la Naliendele mkoani Mtwara wameendesha mafunzo ya kuwajengea uwezo maafisa ugani juu ya matumizi sahihi ya viuatilifu. Mafunzo hayo ni sehemu ya maandalizi kuelekea msimu wa kilimo cha zao la korosho 2025-2026 kwa mikoa ya Mtwara, Lindi, Ruvuma na Pwani, ambapo kwa awamu ya kwanza yatawafikia maafisa ugani wa mikoa ya Lindi na Mtwara. Ambapo katika mkoa wa Mtwara tunalenga haya mafunzo kuwafikia jumla ya maafisa ugani wapatao 569. Kati yao maafisa ugani 245 ni wale ambapo chini ya program ya Jenga Kesho Iliyo Bora kwa maana ya maafisa kilimo BBT, lakini na maafisa kilimo wapatao 323 hawa ni maafisa kilimo ambao wapo ngazi ya halmashauri. Kwa hiyo siku ya mwisho tunatarajia kwamba mafunzo yataenda kutolewa kwa maafisa ugani. Lengo ni kuwajengea uelewa au mahiri kuhusiana na visumbufu vya zao la korosho ili waweze kuyapeleka haya mafunzo au huo ujuzi kwa wakulima katika maeneo yao ili waweze kudhibiti visumbufu vya zao la korosho katika mazao yao. Ali Linjenje ni afisa kilimo wa mkoa wa Mtwara amesema mafunzo hayo ni sehemu ya utekelezaji wa mikakati ya kufikia malengo waliojiwekea ya kuzalisha tani 420 ifikapo mwaka 2026. Lakini tunataka tuzalishe zaidi ya tani 500 itapofika mwaka 2030. Na hii ni katika kufikia mkakati ule ambao serikali umejiwekea wa kuzalisha tani 700 itapofika 2026. Lakini tani 1,000,000 itapofika mwaka 2030. Kwa sasa hivi sisi mkoa wa Mtwara
tunaongoza katika uzalishaji. Kwa mfano, kwa mwaka huu tumezalisha tani 330,505 na tumechangia katika uzalishaji kitaifa kwa 62.6%. Kwa hiyo haya mafunzo yatatusaidia sisi kuweza kuendelea kushikilia hiyo rekodi yetu na kuongeza uzalishaji. Kwa upande wao, washiriki wa mafunzo hayo yaliyofanyika eneo la Mbawala chini ya manispaa ya Mtwara Mikindani wamesema imesaidia kuwakumbusha baadhi ya mambo ambayo ni muhimu katika utekelezaji wa majukumu yao. Kutokana na mafunzo haya leo tutaenda kuwafundisha wakulima wetu namna gani ya kuchanganya viuatilifu, muda wa kuangalia, muda wa kupulizia, yani kuanzia muda gani ukae hadi ende ukapuliza viuatilifu vyako tena, na kuwapa umuhimu wa kuzungukia mashamba na kuwaelezea umuhimu wa kuzungukia mashamba yao mara kwa mara ili kutambua magonjwa na wadudu ambayo yanaweza kutokea. Matumizi sahihi, muda sahihi ya viuatilifu ni kitu ambacho ni cha kuzingatia kwa wakulima ili kuongeza uzalishaji, kudhibiti magonjwa na visumbufu mbalimbali kama mbu wa mikorosho na mbu wa minazi. Asante sana Saadi Suleiman kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Mtwara. Mtazamaji, na kufikia hapo ndio tamati ya Kapu la Habari kwa habari za kitaifa, na poza kwa sekunde chache punde nitarejea tena hapa na kuweza kumwalika Saadi Suleiman ambaye atakuja na yale aliyotuandalia kwa upande wa habari za kimataifa. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nami ndani ya Kapu la Habari, na shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Na sasa mtazamaji, ni wakati wake Saadi Suleiman kwa upande wa habari za kimataifa. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema idadi ya watu waliolazimika kuhama makazi yao kutokana na vurugu na mateso duniani imeongezeka hadi zaidi ya milioni 122. Ongezeko la takribani milioni 2 kutoka mwaka jana na karibu mara 2 katika muongo uliopita. Ripoti hii imetolewa kama sehemu ya ripoti ya mwelekeo wa kimataifa ya UNHCR ikieleza kuwa idadi ya watu waliolazimika kuwa wakimbizi wa nje au ndani ya nchi kufikia Aprili iliongezeka hadi milioni 122.1 kutoka milioni 120 mwaka uliopita. Hata hivyo, mkuu wa UNHCR Filippo Grandi amesema kumekuwa na matumaini katika miezi 6 iliyopita, ikiwemo kurejea nyumbani kwa karibu wakimbizi milioni 2 wa Syria, huku taifa hilo likijaribu kujijenga upya baada ya zaidi ya muongo mmoja wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Shirika hilo limesema Sudani inayokumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe imekuwa kitovu cha mgogoro mkubwa wa wahamiaji duniani na zaidi ya watu milioni 14 wakilazimika kuhama. Nchini Syria watu milioni 13.5 walikimbia makwao, zaidi ya milioni 10 nchini Afghanistan walihamishwa kwa lazima na takriban milioni 8.8 kutoka Ukraine. Ripoti hii inatolewa wakati ambapo mashirika ya kibinadamu yanakabiliwa na kupunguzwa kwa budget kutoka Marekani na wafadhili wa jadi wa Magharibi. Kwingineko,
Ndege ya India Air India ilikuwa inaelekea London ikiwa na abiria 242 imeanguka dakika chache tu baada ya kupaa kutoka mji wa magharibi mwa India. Ndege hiyo ilikuwa inaelekea uwanja wa ndege wa Gatwick nchini Uingereza, na maafisa wa polisi wamesema imeanguka katika eneo la makazi ya watu karibu na uwanja wa ndege. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amesema ameshutushwa sana na ajali hiyo ya ndege. Mtandao wa kufuatilia safari za ndege wa Flightradar 24 umesema ndege hiyo ilikuwa aina ya Boeing 787-8 Dreamliner, mojawapo ya ndege za kisasa zaidi zinazotumika. Mojawapo kituo cha television nchini India kimeonyesha ndege hiyo ikipaa juu ya eneo la makazi ya watu kisha ikapotea kabla ya kuzuka kwa moto mkubwa ulioonekana angani kutoka eneo hilo lenye nyumba za makazi. Baadhi ya video zimeonyesha watu wakiondolewa eneo la tukio na vitanda vya magurudumu na kupelekwa katika ambulance. Jeshi la polisi limesema huenda hakuna manusura katika ajali hiyo ya ndege. Kulingana na kituo cha kuongoza ndege katika uwanja wa ndege wa Ahmedabad, ndege hiyo ilipaa mwendo wa saa 7 na dakika 39 kutoka barabara ya ndege ya 23. Ilipiga simu kwa sheria dharura dakika chache baadaye, lakini hakukuwa na mawasiliano zaidi kutoka ndege humo. Mara ya mwisho ndege kuanguka nchini India ilihusisha ndege ya Air India Express mwaka 2020, ambayo ni tawi la bei nafuu la shirika la Air India, na watu 21 walifariki dunia katika tukio hilo. Na tuzitamatishe habari za kimataifa. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura juu ya azimio linalotaka kusitishwa mara moja kwa mapigano huko Gaza. Aidha, azimio hilo linataka kuachiliwa kwa mateka wote na kufunguliwa kwa mipaka yote ya Israel ili kuruhusu usafirishaji wa chakula na misaada mingine inayohitajika. Wataalamu na wanaharakati wa haki za binadamu wanasema njaa imeenea Gaza, huku takriban Wapalestina milioni 2 wakikabiliwa na hatari ya njaa iwapo Israel haitaondoa vizuizi vyake vya kusitisha kampeni ya kijeshi iliyoanza tena Machi baada ya kumalizika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamas. Wiki iliyopita Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilikosoa kupitisha azimio baada ya Marekani kutumia kura ya turufu kulizuia kwa madai kuwa halikuhusisha swala la kuachiliwa kwa mateka, huku wanachama wengine 14 wa baraza wakiunga mkono azimio hilo. Saadi Suleiman, Mahasin TV. Asante sana Saadi Suleiman kwa yale ambayo umetuandalia na kutusimulia kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji, kabla sijaweza kuweka utuo na kuhitimisha kapu la habari kwa siku ya leo, tuangazie muhtasari miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo hii. Watu 9 wamefariki dunia na wengine 44 kujeruhiwa kufuatia ajali ya basi la abiria na lori la mizigo katika eneo la Melala Kiboni, wilaya ya Mvomero, barabara kuu ya Morogoro Iringa. Ujenzi wa shule mpya sekondari kwa mwarobaini ya changamoto zinazowakabili watoto wa kijiji cha Nyaburundu, halmashauri ya wilaya ya Bunda, mkoani Mara. Katika habari za kimataifa, ndege ya India iliyokuwa inaelekea London ikiwa na abiria 242 yaanguka dakika chache baada ya kupaa kutoka mji wa Ahmedabad nchini India. Na kufikia hapo ndio tamati ya kapu la habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari usikose kuungana nasi hapo kesho insha Allah, muda na wasaa kama huu. Kwa niaba ya wale wote tulioshirikiana pamoja kukamilisha kapu la habari, mimi ni Rajab Shaban Matuga niliyesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Saadi Suleiman. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyofuata kutoka hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni na kwaherini kwa sasa.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.